Jamaa amekamatwa na polisi. Kisa na maana huu bwana imagine ameenda kafukua kaburi la babake. What? Yes. Alienda pale wale majirani wakaangazia wakanashangaa huyu jamaa afanya nini. Akafukua kaburi, akatoa jeneza. Sasa walipigia polisi, akija jamaa kumbe alikuwa anataka kutoa mwili kwa jeneza. Sasa watu wanashangaa, what is it? Unaweza jifukua kaburi ya babako, alafu walikuwa namsubiri wakaangalia kama hapana huyu jamaa afanye vizuri, wakaita maafisa wa polisi na wameweza kumkamata kwa sababu hiyo ni hatia. Ni hatia, watu wengi hawajui ni hatia. Yes. Kwa hivyo kama ni mambo ya kufukua labda kaburi ama mwili wa mtu, lazima uwe na barua. Iwe na sababu fulani ambayo exhumation. Lazima kuwe na sababu. Exactly. Sasa huyu kijana amekamatwa na polisi na atapelekwa mahakamani. Na nafikiri ni vyema kwamba tuweze kuangazia mambo kama yale. Usikuwe emotional ati una decide tu kufanya vitu vingine na ujui kama ni ukiukaji wa sheria. In fact bwana Mlee, unajua juzi hapa, I think the last 2 weeks, kuna pia kisa nyingine kama hiyo ambayo ilitokea, I don't know kama ilikuwa ni maeneo ya Western ama wapi. Lakini huyu jamaa alikuwa amezika mke wake. Na huyu jamaa alikuwa analalamika ati kila uchao ati mke anamkujia sijini kwa ndoto ama anamuona na mambo kama hayo. Eti anamwambia sijui kufanya mambo fulani ama mambo fulani pale. Alafu sijui ikamkujia kwa ndoto, sijui ati alizikwa na sijui suruali ya ndani. Na wanasema kwamba ati kimila ati mke afai kuzikwa na suruali ya ndani. Eti kwa sababu yeye inamaanisha kwamba atakuwa amefunga huyu jamaa. Sasa do you know, baadaye ni true story niliona hata kwa TikTok. Huyu jamaa alienda kafukua mwili wa mke wake. Akamtoa ile suruali na pia akasema ati akapata sijui kuna dawa ilikuwa imewekwa kando yake. Ati pia akatoa hiyo dawa. Ati mkaka alikuwa anamwambia hii dawa ni sijui pia nimewekewa na mambo kama hayo. Sijui akatoa kando yake pale. Na ilishangaza watu wengi, polisi walifika pale, administration wakafika pale na akakamatwa na mwili ukazikwa ikapelekwa mochari ili kujizikwe upya. Lakini yule afisa wa administration alikuwa anajaribu kueleza wananchi kwamba ni hatia kufukua mwili wa mtu ambaye tayari imezikwa. Lazima upate court order. Na lazima kuwe na sababu kwa nini mwili unafukuliwa. Mara nyingi inakuwa kwamba labda mtu aliuawa kwa njia ya utata na postmortem haikufanywa vizuri. Hiyo ndio labda mahakama inaweza toa mwili ufukuliwe pale. Lakini wewe kama mwananchi hauna ruhusa ya kufukua mwili ambao tayari umezikwa pale. No, ni kweli kabisa. Kwa hivyo nafikiri